Mtazamaji, hujambo na karibu katika kituo chako nambari moja. Natumai vyema popote ulipo. Ikulu ya Tanzania iliweza kupata pigo au msiba baada ya kumpoteza kiongozi mmoja katika chama cha CCM. Habari ambayo imeweza kutikisa afisa ya Ikulu ya Mama Samia Suluhu Hassan, na tangia mwaka jana chama cha CCM kimeweza kupoteza viongozi wawili, mmoja akiwa ni Mwagama ambaye aliweza kupoteza maisha yake hapo mwaka jana, na sasa huyu ni wa pili. Swali ambalo mtazamaji limeweza kunipa wosia ni kupitia yale ambayo nimeweza kuyatazama katika comment section, pale ambapo bunge liliweza kuandika post ya kutangaza kupotea kwake. Baadhi ya watu ambao waliweza kupeana comment zao waliweza kukiri kwamba serikali iweze kutupu, na isipotupu wataweza kupoteza wengi zaidi. Na kauli za wengi wanakiri kwamba CCM itupu na kuomba msamaha kwa wananchi na wale ambao waliweza kupoteza maisha yao wakati wa machafuko mwaka jana Oktoba tarehe 29, baada ya kura zilizoandaliwa na serikali na Mama Samia Suluhu akaweza kuingia madarakani tena kama rais wa nchi ya Tanzania, hata kama bado watu walikuwa wameandamana wakilalamikia matokeo ya kura zilizokuwepo. Halima Idi Nasser ndiye mbunge ambaye ameweza kufariki, ambaye alikuwa katika taasisi ya moyo pale Jakaya Kikwete nchini Tanzania. Aliweza kuaga na hafla ya mazishi yake ikaweza kupangwa hivi leo. Naomba nikusomee kutoka ofisi ya bunge ambayo iliweza kutuarifu umma kwamba maziko ya mbunge wa viti maalum marehemu Mheshimiwa Halima Idi Nasser yaliweza kufanyika leo Jumapili tarehe 18 Januari mwaka 2026 saa 10 jioni katika makaburi ya Kibada kwa Dole Kigamboni jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Halima Idi Nasser aliweza kufariki leo katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Msiba upo nyumbani kwake Kigamboni jijini Dar es Salaam. Nikienda moja kwa moja ili kuweza kukusanya maoni ya wananchi ambao wanafariji familia hii ambayo imeweza kupata maovu hayo, ni kwamba wa kwanza anasema kwamba tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo hata kama ni kidogo. Ninapoangalia jambo hili ni kwamba wanasherehekea kufa kwa kiongozi huyu wa chama cha CCM. Mtazamaji, jambo ambalo linafanya wananchi kusema hili ni wazi kwamba kuna mgawanyiko mkubwa zaidi kati ya wananchi na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, ama serikali ambayo inaongozwa na mlengo wa CCM. Kutokana na udogo wa msiba huu, na ngoja nipongeze na tambi huku nikisubiria kile cha mwahini mkuu ni chinje ngamia. Mwingine anakiri kwamba mitaani imefurahi. Mwingine akasema mchimbieni kaburi la futi 100. Ila nasikia list bado ndefu, bora tukae mkao wa kula na swali who is next. Kuna uwezekano kukazika nusu ya bunge ndani ya mwaka mmoja. Kikubwa mikeka inaendelea kutik. Kwani walishinda kutumia nguvu kuzuia asife. Jeshi la polisi ni wazembe sana. Mungu alisema ukishukuru kwa kidogo anakupa kikubwa. Asante Mungu. Mtazamaji, ukipitia maoni ambayo yameandikwa katika nakala hii ya kuarifu wananchi kuhusiana na kifo, utaweza kukasirika zaidi, kwa sababu ni wazi kwamba sijui kama serikali upitie haya,
Ni wazi kwamba wananchi wameweza kuchoka. Wamechoka kwa yale ambayo yameweza kutendewa. Wamechoka na serikali inayofanya matendo ya kiuhaini, inayoua watu bila hata kupeana msamaha, inayoua watu kiolela, inayotumia kundi la jeshi na polisi kusababisha maovu. Kuna jinsi wale ambao wamekamatwa kuwapiga vijana ambao hawana hatia yoyote ile, jambo ambalo ni la kusikitisha. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, anasikitika kutangaza kifo cha mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Halima Idd Nassar kilichotokea leo Jumapili tarehe 18 Januari mwaka 2026 katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha mbunge wa viti mheshimiwa. Akaendelea kusema kwamba anatoa pole kwa waheshimiwa wabunge wote, familia ya marehemu, ndugu na jamaa na marafiki. Mwenyekiti, Mungu awape moyo wa uvumilivu na subira katika kipindi hiki kigumu, amesema Mheshimiwa Spika. Sijui kama familia pia inapitia nakala na yale ambayo wananchi wanayapitia, ama yale wananchi wanayozungumza katika comment section ya post ambayo iliweza kufanywa na bunge la nchi ya Tanzania. Ni wazi kwamba serikali ikaa kimya, viongozi walikaa kimya wakati ambapo kulikuwepo na mauaji ya Oktoba tarehe 29, ili waweze kubaki kwenye system. Lakini sasa wameanza kupukutika mmoja kwa mwingine. Kwa kimombo tunasema kama it's a pitch. Na wananchi wanaona kwamba hizi ni baraka ndogo ndogo ambazo Mungu anawafuta machozi wa Tanzania ambao walipitia maovu zaidi kuliko haya. Kwa sababu mtazamaji, ukiangalia yale ambayo watu wanazungumza, ni wazi kwamba kila mtu ameweza kuchoka. Kila mtu pale ambapo amefika amechoka na matendo na vitukio ambavyo vinatendwa na viongozi ambao ni wa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan na chama cha CCM kwa ukubwa.